Nitaanza kwa ombi. Mimi ninafahamu siasa inaendeshwa na siasa, na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nyumba ya siasa. Lakini ninawaomba wabunge wa Chama cha Mapinduzi, homa yenu ya siasa kuelekea 2030 isiharibu majadiliano ya bunge hili. Kuna radha katika siasa, lakini tukitia chumvi sana, na sasa ndio kwanza kuna kucha, hakuna wizara tutajadili humu ndani. Hiyo rai ninawapa, mulipaswa kupeana wenyewe, lakini nimeamua niiseme kwa sababu nauona mwenendo huo na sio mwenendo unaofaa kwa bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lingine ni neno la pongezi. Ninaipongeza kamati yetu ya bajeti, kwa kweli imefanya kazi nzuri sana. Naipongeza kamati chini ya wenyekiti wa Mashimba Ndak. Kamati ikifanya kazi nzuri na turahisishia, tunapita mule mule, na kamati ya bajeti imefanya kazi yake vizuri sana. Nampongeza pia CAG, anaendelea kufanya kazi vizuri sana, na mimi nasema tukiamua kuwa serious tukayafanyia kazi kwa sehemu kubwa mapendekezo ya CAG, nchi hii itafika mbali sana kwa maendeleo. Na nataka kulishawishi bunge katika idara ambayo tunapaswa kuipa kipaumbele katika kuitengea fedha za kutosha ni ofisi ya mdhibiti na mkaguzi wa hesabu za serikali. Sasa niende kwenye hoja zangu, na ni lazima nikiri, Wizara ya Fedha tumejaliwa kupata waziri Balozi Hamisi Omari ambaye kusema ukweli ni darasa la unyenyekevu katika miongoni mwa waziri ambao tunao. Kwa hiyo pale ambapo nitakuwa napiga nduguyo ni kwa ujenzi wa nchi yetu hii pendwa, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. La kwanza, tumesema tulipokuwa tunajadili Wizara ya Ujenzi, Wizara ya Maji, tulipokuwa tunajadili Wizara ya Uchukuzi, kwamba serikali haitutendee haki, serikali hailitendei haki bunge hili pale ambapo tunatenga fedha zinakuwa ring fenced kwa ajili ya sekta za maji, sekta za barabara, sekta za reli, lakini fedha hizo zinakuwa abused. Kamati yetu imependekeza kwa kutoa rai kwa serikali kwamba fedha tukizitenga zisiguswe zikapelekwa kwingine. Mimi kwa maoni yangu naona pendekezo hilo halitoshi, na Balozi Hamisi, Mheshimiwa Waziri wa Fedha, mimi nitataka kupata majawabu juu ya mambo matatu, kwa sababu kule tulikokuwa tunalalamikia sio kwenyewe. Ndio maana sikulalamika kwenye Wizara ya Maji, sikulalamika kwenye Ujenzi, kwa sababu wale ni wanufaika wa fedha hizi. Wahusika hasa wanaopaswa kuwajibika ni Wizara ya Fedha. Nataka majibu kwenye maeneo matatu. La kwanza, nataka kumjua ni nani huyo ambaye bunge linapanga yeye anapangua, bunge linatenga yeye anatengua. Ni Kamishna Jenerali wa TRA? Kama ni yeye tumjue, tumwajibishe. Ni mhasibu mkuu wa serikali? Kama ni yeye tumjue, tumwajibishe. Ni waziri wa fedha? Na kwa bahati nzuri katika miezi 6 ile ya mwanzo kule, waziri wa fedha ni waziri mkuu, yuko hapa, alieleze bunge hili. Ni yeye ama ni wewe ndugu yangu Balozi Hamisi?
ni lazima tumjue nani huyo ambaye bunge linapanga, yeye anapangua, na ni lazima tujue ni kiwango cha gani cha fedha kimekusanywa, ngapi zimeshapelekwa, ngapi zilipelekwa kwingineko kinyume na maagizo ya bunge, na tuelezwe majibu, serikali ina kauli gani, ni fedha kiasi gani itazipeleka. Hilo nataka kulijua leo, na nisipolipata majawabu yake mimi nashika shilingi leo kwa ndugu yangu kipenzi kabisa. Eneo la pili, kamati imesema kwamba TRA licha ya kazi mzuri sana wanayoifanya katika kukusanya mapato, na tumeambiwa wamezidi lengo, lakini bado kuna changamoto ya uwajibikaji, na imeelezwa ni kwa sababu TRA haina mandeti ya kisheria ya kuweza kuwajibika wafanyakazi wake. Na mimi naunga mkono hoja ya kamati ya bajeti kwamba TRA wapewe mandeti, wawe na uwezo wa kuajiri na kuwawajibisha wafanyakazi wao. Na ndio sasa napata jawabu kwa nini baadhi ya maofisa wa TRA wanakuwa na viashiria vya ubadhirifu, wanakuwa na kiburi. Ni kwa sababu wanajua hata wakikosea watahamishwa wizara, watapelekwa eneo jingine. Ndio maana ukienda pale bandarini kuna madudu, bandarini kuna wizi, kwa sababu mtu analeta mzigo wake anapigwa danadana, mbele nyuma, watu wanakuwa suppressed, watu wana msongo wa mawazo, wengine wanatelekeza mali zao. Yote hii watu wanayumbishwa waweze kutoa kitu kidogo. Ninaamini tukiimarisha mfumo wa uwajibishaji, watu watajua wakikosea, wakifanya ubadhirifu, wakileta uzembe, watachukuliwa hatua. La mwisho ni juu ya mfuko wa pamoja wa Muungano. Hili jambo ukilitazama na ukisoma bajeti za miaka mingi utagundua kwamba hili jambo ingawa lipo kwenye katiba ibara ya 133 na kamati yake ibara ya 134, ni kama hili jambo hatulitaki. Ndio ukweli wenyewe. Haiwezekani kamati ya pamoja, miaka tunaambiwa inafikia 7 hapa, bado haijaundwa, haijateuliwa tena wajumbe wake. Hatujui zimekusanywa shingapi, Zanzibar zimeenda ngapi, Tanganyika zimekuja ngapi, change imebaki shingapi, hiyo change imeenda wapi? Dawa ya haya taarifa. Muda umeisha mheshimiwa, muda umeisha.